Katikati ya mvutano unaoendelea kati ya Marekani na Iran, kamandi kuu ya jeshi la Marekani katika ukanda wa kati CENTCOM imetangaza kuanza kwa zoezi kubwa la kijeshi la anga katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel vimeripoti taarifa hii. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, jeshi la anga la 9 la Marekani linalojulikana pia kama Air Force Central, yani AFCENT, litaendesha zoezi la maandalizi la siku kadhaa likilenga kuonesha uwezo wa Marekani wa kupeleka, kusambaza na kuendeleza nguvu ya anga ya kijeshi katika eneo lote linalosimamiwa na CENTCOM. AFCENT imesema zoezi hilo linalenga kuongeza uwezo wa kusambaza wanajeshi na vifaa kwa haraka, kuimarisha ushirikiano na washirika wa kikanda, pamoja na kujiandaa kwa majibu ya kijeshi yanayohitaji kubadilika kulingana na hali halisi ya usalama. Katika taarifa yake, AFCENT imeeleza kuwa zoezi hilo litasaidia kuthibitisha taratibu za uhamishaji wa haraka wa ndege na wanajeshi, utekelezaji wa operesheni katika maeneo ya dharura, uendelevu wa vifaa kwa kutumia rasilimali chache, pamoja na uendeshaji wa mifumo ya pamoja ya uongozi wa kijeshi kati ya mataifa washirika katika eneo kubwa la operesheni. Wakati wa zoezi hilo, majeshi ya Marekani yatapeleka timu katika maeneo mbalimbali ya dharura na kufanya majaribio ya kuanzisha kwa haraka vituo vya operesheni, kurusha na kurejesha ndege za kivita kwa kutumia mifumo midogo lakini yenye ufanisi mkubwa wa msaada. AFCENT imefafanua kuwa shughuli zote zitafanyika kwa idhini ya nchi mwenyeji na kwa ushirikiano wa karibu na mamlaka za anga za kiraia na kijeshi, huku ikisisitizwa usalama, usahihi wa operesheni na heshima kwa mamlaka ya nchi husika. Zoezi hili linakuja siku moja tu baada ya CENTCOM kutangaza kuwasili kwa manuari ya kubeba ndege za kivita ya USS Abraham Lincoln pamoja na meli nyingine za kivita katika eneo la Mashariki ya Kati. Kuwasili kwa kikosi hicho cha manuari kinachukuliwa kama hatua ya kuimarisha uwezo wa kijeshi na ulinzi wa Marekani katika eneo hilo, hali inayoongeza shinikizo kwa Iran wakati huu wa mvutano mkali. Hatua hiyo pia inatajwa kumpa rais wa Marekani Donald Trump chaguo zaidi la kijeshi iwapo ataamua kuchukua hatua dhidi ya Iran, hasa katika mazingira ambayo utawala wa Tehran umetuhumiwa kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji. Kiuhalisia, joto katika ukanda wa Mashariki ya Kati linaongezeka kwa kiasi kikubwa sana, ikiwa tu ni taarifa ambayo imetolewa na CENTCOM kupitia jeshi la anga la 9 la Marekani ambalo linajulikana pia kama Air Force Central, yani AFCENT, kwamba litaendesha zoezi la maandalizi ya siku kadhaa likilenga kuonesha uwezo wa Marekani wa kupeleka, kusambaza na kuendeleza nguvu ya anga ya kijeshi katika eneo lote ambalo linasimamiwa na kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani Mashariki ya Kati, yani CENTCOM. Sasa hapa kuna hofu kubwa ambayo inajengwa kwa sababu Marekani wanafanya mazoezi ya kijeshi kupitia kikosi hiki cha 9 wakifanya mazoezi kwa kushirikiana na nchi washirika katika ukanda wa Mashariki ya Kati, lakini wakiarifu asasi za kiraia pamoja na za kijeshi kwamba kutakuwa na zoezi kubwa Mashariki ya Kati kwa siku kadhaa. Na Marekani yenyewe imeeleza kwamba ni mazoezi ya kijeshi ambayo yanatafsiriwa kwamba ni kwa ajili ya kuweza kuimarisha ule usambazaji wa haraka, lakini utoaji wa huduma, lakini pia uwezo wa kufanya shambulizi kwa kutumia ndege chache za kijeshi. Yote hii ni kwa ajili ya kuweza kujiandaa basi na kile ambacho kinaitwa tishio la kiusalama kwenda kwa taifa la Irani, ambapo rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuchukua hatua dhidi ya Iran kutokana na kile alichokiita kwamba ukandamizaji wa waandamanaji kutokana na maandamano ambayo yalifanyika katika taifa la Iran. Tuangalie sasa taarifa hii kwa muktadha mwingine wa kijeshi pale Mashariki ya Kati. Itakuwa na hatua gani zaidi ambazo zinaweza kusababisha hofu kuongezeka zaidi? Mazoezi haya ya kijeshi katika ukanda wa Mashariki ya Kati kupitia AFCENT inaonyesha kwamba hili ni zoezi si la kawaida tu la mafunzo, linakuja wakati mvutano kati ya Marekani na Irani uko juu. Hivyo ujumbe wake ni wazi kwamba Marekani inaonyesha kuwa iko tayari kijeshi, hasa upande wa anga, na inaweza kujibu haraka endapo hali itaharibika. Lakini kwa kufanya zoezi la deployment, disposal na sustainment, Marekani inaonyesha uwezo wa kupiga na kuendelea kupigana hata kama vituo vikuu vitashambuliwa. Yani kwamba wanaweza kujitawanya, kwamba vikosi hivi vikafanya kule mashambulizi ya anga, hivi vikafanya kule na hivi vikafanya kule. Yote hiyo inaonyesha kabisa kwamba ni uwezo ambao Marekani
uko nao kwenye zoezi hili, ambapo hapo sasa ni kupeleka, kusambaza na kuendeleza nguvu ya anga ya kijeshi katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Lakini pia kipengele muhimu hapa pia ni kusambaza ndege na wanajeshi katika maeneo mengi madogo badala ya kambi chache kubwa. Hii ina maana kwamba ni kupunguza hatari ya kushambuliwa kwa shambulio moja kubwa, lakini kuifanya Marekani iwe ngumu kudhoofishwa, lakini kuongeza kasi ya mashambulizi ya ghafla. Na huu ni mkakati unaolenga moja kwa moja tishio la makombora ya masafa marefu kutoka Iran. Marekani hawa jamaa ni wajanja sana. Wanafanya mazoezi haya, lakini kuna vitu ambavyo wamevilenga kwa kiasi kikubwa sana. Wanajua kabisa kwamba Irani ikienda kushambulia katika maeneo au malengo ya Marekani Mashariki ya Kati, itakwenda kupiga katika zile kambi zake zote ambazo zipo katika kona Mashariki ya Kati. Mfano mzuri, kambi ya Al Udeid iliyoko pale nchini Qatar. Lakini wao sasa wanatumia mazoezi haya ili kuweza kujiandaa kwa ajili ya kwamba vita vikitokea wanaweza kupunguza hatari ya kushambuliwa kwa shambulio moja kubwa, lakini kuifanya Marekani iwe ngumu kudhoofisha. Yani kana kwamba wanapeleka wanajeshi katika maeneo mengine madogo badala ya kambi chache kubwa. Ni zoezi ambalo la kimkakati sana. Lakini pia kuwasili kwa USS Abraham Lincoln ni shinikizo la ziada kwamba manuari hii ya kubeba ndege za kivita ni alama ya juu ya nguvu ya kijeshi ya Marekani. Kuwasili kwake Mashariki ya Kati kwanza kunaongeza uwezo wa mashambulizi ya anga kutokana na ubebaji wa ndege zake za kivita nyingi katika manuari hiyo, lakini vile vile kunatoa ulinzi wa makombora ya baharini. Ina uwezo wa kufanya hivyo, lakini kunampa Rais Trump chaguo la haraka la kijeshi bila kutegemea sana vituo vya nchi nyingine. Yani Trump anaweza akaamua kuamuru mashambulizi yatokee moja kwa moja kutokea kwenye meli ya USS Abraham Lincoln kutokana na kujitosheleza kwa kila kitu katika meli hiyo. Hivyo mashambulizi yanaweza yakaanzia moja kwa moja kutoka katika meli hiyo ya USS Abraham Lincoln. Lakini hapa kuna hatari kubwa sana kupitia mazoezi haya, kwa sababu licha ya kuitwa zoezi, hatari bado ipo. Makosa madogo yanaweza kusababisha mgongano wa kijeshi, lakini Irani au makundi washirika wake yanaweza kujibu kwa vitendo vya kulipiza kisasi, na eneo hilo linaweza kuingia katika mzunguko mpya wa machafuko. Imagine Marekani inafanya mazoezi haya angani, na angani huko kumekuwepo na matishio mengi sana ya kiusalama. Irani ikifunga rada zake kila sehemu kuangalia adui anatokea wapi, lakini kuweka maonyo kwenye mipaka yake kwamba endapo mipaka itavukwa basi haitasita kuweza kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Marekani. Na wao wanafanya mazoezi katika nchi washirika wa Mashariki ya Kati. Lakini vile vile hapa kuna athari inaweza ikatokea kwamba baadhi ya mataifa katika Guba yanaweza yakaonekana ni mataifa manafiki, kwa sababu kama Marekani wakitumia anga zao na wakatumia ardhi yao kufanyia haya mazoezi moja kwa moja, Irani inaweza katafsiri kwamba kumbe hawa wanaoshirika na Marekani na wanasaliti ule umoja wa nchi za Kiarabu katika ukanda Mashariki ya Kati. Na tuliona hapo asubuhi Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ilishaipiga Marekani kwamba haitaruhusu anga lake, maji yake pamoja na ardhi yake ziweze kutumika ili kuishambulia Iran. Pia nchi kama Kuwait, Qatar na maeneo mengine Oman, wote walishapiga marufuku kwamba Marekani haitakiwi kuweza kutumia anga lake. Lakini hofu imekuwa ni kubwa sana. Je, wataweza kuizuia Marekani wakati tayari Marekani ana ushawishi ndani ya Saudi Arabia, ndani ya Qatar hapo, lakini ndani ya Jordan na nchi nyingine nyingi? Bado inazua wasiwasi mkubwa kuhusu taarifa hii. Sisi mtazamaji, wajibu wetu ni kukupa tu kile ambacho kinajiri huko Mashariki ya Kati. Ili kuweza kufahamu zaidi, basi na kuomba uweze kujiunga nasi hapa katika Zone Media wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare ili ufahamu chote kinachojiri huko duniani.